Maendeleo siku zote ama majukumu yetu ya kikazi yanahitaji tuwe tuna umoja, upendo pamoja na mshikamano. Umoja, upendo na mshikamano ndio tunu ya kulijenga taifa letu, ndugu zangu. Pasipokuwa na umoja, pasipokuwa na upendo pamoja na mshikamano, hakika hatuwezi tukafanya jambo lolote la kimaendeleo. Haya masuala ya barabara, masuala ya shule na masuala mbalimbali, pasipokuwa na umoja, upendo na mshikamano, yatabaki kuwa story katika midomo yetu. Kwa ndugu zangu, naamini hakuna mwananchi ambaye anahitaji maendeleo yawe ni story, bali kila mwananchi anahitaji maendeleo yafanyike kwa vitendo. Na maendeleo katika kata yetu ya Mkuranga na ndani ya kijiji chetu cha Mkuranga kwa jumla yanawezekana, ndugu zangu. Kwa hiyo tuombeni sana tushirikiane vizuri ili kuweza kuhakikisha ya kwamba tunaleta maendeleo katika maeneo yetu. Lakini sambamba na hivyo, leo nipo kwenye kijiji cha Mkuranga. Nimefanikiwa kuhudhuria mikutano ya kijiji kadhaa, lakini kwa kweli mkutano wa kijiji cha Mkuranga mmeupiga mwingi, vijana tunasema. Kwa hiyo hongereni sana, hongereni sana. Kwa hiyo wingi huu hakika hainipi shida wala hainipi mashaka. Naona ni kwa namna gani tunakwenda kusonga mbele kwenye masuala mazima ya kimaendeleo. Ndugu zangu, maendeleo ni ushirikiano baina ya viongozi, wananchi pamoja na serikali. Kwa kama wananchi mnajitokeza kwa wingi kwa namna hii, kwa tunaamini tutaendelea kujadili mambo mbalimbali ya kimaendeleo. Hakika tuwezi tukashindwa, bali tutakwenda kusonga mbele, ndugu zangu. Niseme sisi kama ofisi ya kata tumeyapokea yote ambayo yamezungumzwa na wananchi, tumeyapokea na tutatekeleza, lakini kuna hili moja la barabara ambalo limepelekea kuundwa kwa kamati hapa, na mimi nimwombe mheshimiwa diwani atakaponyanyuka, na naamini diwani wetu kaanza vizuri, mwenyekiti wa chama utakuwa shahidi, lakini pia hata na viongozi wengine ambao tayari washapokana na mheshimiwa diwani kwenye mtongoji ni mchapakazi. Kwa hiyo hili la wananchi ambalo wamelalamikia na kuundwa kamati ambayo itakwenda dharura, sio kulaumu, kupeleka malalamiko yao. Ili mheshimiwa diwani, naomba mbebe na wewe katika ofisi yako, naomba ufanye lolote ili uweze kuwaunga mkono hawa wananchi wao. Kwa hivyo mimi kama mkuu wa upelelezi sitakuwa na mengi na sitopenda sana kuendelea kuzungumza, isipokuwa na waomba wananchi wa Mkuranga, hususan kijiji cha Mkuranga, kwa wale ambao wana changamoto zozote zinahusiana na masuala ya usalama, basi wafike kituo cha polisi Mkuranga na wanione mimi mkuu wa upelelezi. Mambo yenu yote yale tutayashughulikia ipasavyo kwa mujibu wa taratibu za kisheria. Wazi? Mmenielewa vizuri? Kwa yule yeyote ambaye mwenye changamoto inahusiana na masuala ya usalama, inahusiana na masuala ya kesi za jinai, basi wafike kituo cha polisi Mkuranga wanione mimi moja kwa moja. Najua wakati mwingine kuna changamoto ambazo wananchi wanazipata kwa kupitia polisi, basi wanione mimi moja kwa moja, nitazishughulikia changamoto hizo kwa mujibu wa taratibu za kisheria na watapata ufumbuzi. Wazi? Asanteni sana. Yaani mambo yote mlioona haya yanafaa kusameheana, ambayo hayana matatizo, mmeamua kuyasamehe na mmeamua kushauri. Mmeshauri vizuri na mmepanga mikakati vizuri na maendeleo ya kijiji chetu. Naamini Chama cha Mapinduzi kiko pamoja na ninyi, tutaendelea kuhimizana, na diwani wetu waliopo bado kijana na nguvu kubwa atafanya kazi nzuri kweli, kwa sababu anapata maelekezo mengi kutoka Chama cha Mapinduzi na anafanya vizuri, ameanza vizuri. Mwenyekiti wa kijiji na serikali yako, mimi nikupongeze tu kwamba taarifa yenu yote mlizozileta kwa kuisha hapa agenda zenu zimeungwa mkono na wananchi wamezipokea, lakini ni vizuri kutilia umuhimu yote yaliyoona mmeelekezwa. Lazima mikutano inayokuja mwelekeze vizuri mpangilio mzima ni nini. Kwa maana hiyo si vizuri jambo lililoambiwa hapa sasa leo mkaliacha alafu kile kuulizwa tena ikakutatizeni. Makubwa sana. Nichukue nafasi hii kwa mara nyingine kuwashukuru, lakini pia kuwapongeza kwa utulivu na usikivu wa hali ya juu
leo kufika katika mkutano wetu huu wa kisheria kuchangia hoja kwa pamoja, kupitisha maamuzi yaliyokuwa yana maslahi ya kijiji chetu cha Mkuranga, lakini pia kuonyesha ile hali ya kwamba tuko tayari kwa maendeleo katika kijiji chetu cha Mkuranga. Hongereni sana wananchi.